Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kuna siri kubwa ambayo imeweza kutolewa kuhusu serikali ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufunga mtandao kabla ya maandamano ambayo yameratibiwa kufanyika tarehe 9 mwezi huu wa 12 mwaka huu 2025. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Na kuomba tu unapoendelea kutazama tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, na sambaza hii kana kwa grupu moja, 2, 3 katika mtandao WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Vile mnajua kuna madai kwamba kutakuwa na maandamano nchini Tanzania tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Lakini serikali ya Samia Suluhu Hassan kuna siri ambayo imefichuliwa baada ya akaunti za kimitandao za wanaharakati, mmoja anaitwa Mange Kimambi na mwingine anaitwa Maria Sarungi, waliweza kufungiwa mtandao ghafla na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Mtandao wa Facebook, mtandao wa Instagram, mtandao wa WhatsApp. Wanaharakati hawa wa kimitandao Mange Kimambi na Maria Sarungi, mitandao yao iliweza kuzimwa nchini Tanzania na hawawezi kuandika chochote katika mitandao hiyo baada ya kusemekana ya kwamba waliweza kuchochea maandamano yaliyopita na maandamano haya ambayo yamepangwa katika taifa la Tanzania. Kwa nini akaunti za wanaharakati hawa zikafungwa? Kwa sababu hata ukienda kuwatafuta hawapo tena. Kulingana na mtangazaji wa CNN ambaye anaitwa Larry Madowo, aliweza kuulizia jambo hili kwa kampuni ile ambayo inamiliki Facebook, Instagram na WhatsApp ambayo inaitwa Meta, na kuuliza swali: kwa nini wanaharakati hawa wamezimiwa mtandao wa Facebook, Instagram na WhatsApp katika taifa lile la Tanzania na akaunti zao kungolewa ama kuwa deleted? Majibu aliyoyapokea ni haya, na weka hewani ili tusome pamoja. Larry Madowo baada ya kuuliza hayo aliweza kujibiwa na kuambiwa ya kwamba Tanzania threatened to block Facebook, Instagram and WhatsApp in the whole country if Meta refused to block accounts of 3 activists. Meta banned 2 of them and restricted the 3rd. Kumaanisha ya kwamba Meta ni kampuni ile ambayo inamiliki Facebook, WhatsApp na Instagram. Walipokea agizo kutoka, kulingana na vile sasa tumesoma, walipokea agizo kutoka serikali ya Samia Suluhu Hassan wawafungie wanaharakati hawa mitandao hiyo ya Facebook, Instagram na WhatsApp, la sivyo watazuia huduma zote zao katika taifa la Tanzania na hakuna Mtanzania ambaye ataonekana Facebook, Instagram na WhatsApp. Meta ikaona hii sasa imekuwa kali ama imechacha tena zaidi, wakaamua kudelete akaunti za wanaharakati na kuzuia mawasiliano yao. Kumaanisha kuzimwa kwa mitandao ya wanaharakati hawa wa Tanzania ni ishara tosha kwamba waliweza kupokezwa agizo na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Wakaona badala ya kupoteza wafuasi wote Tanzania mzima mamilioni, wacha tu tutie agizo la serikali
tutoe akaunti za wanaharakati hawa. Mange Kimambi, Maria Sarungi wamekuwa wanaharakati ambao wamekuwa wakikosoa uongozi wa serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa muda sasa, na hawapo katika taifa la Tanzania. Tunapozungumza, Mange Kimambi anaishi katika taifa la Marekani tangu mwaka 2012 hadi sasa, na baada ya akaunti zake kungolewa ameweza kuandika barua kuelekea rais wa Marekani Donald Trump kumuuliza usaidizi, aingilie kati kujua kwa nini akaunti zake zimeweza kuwa deleted. Na barua hiyo imefika katika ofisi ya ikulu Washington DC, ili ambapo naona kwa barua hii anasema ya kwamba yeye alikuwa mwanaharakati na ni Mtanzania ambaye amekuwa akipigania demokrasia na uwazi, haswa katika masuala ya kisiasa, na sio tu uchochezi ila tu kuzungumza ukweli halisi wa mambo chini ya katiba inayotumiwa katika taifa la Tanzania. Amesema ni njia moja ya kuwasiliana na Watanzania na watu wote kwa ujumla, lakini sasa amefungiwa akaunti zake. Sasa anaomba usaidizi wa Donald Trump kumpigania na kuzungumza na Meta, kampuni ile inasimamia ama inamiliki Instagram, Facebook na WhatsApp, waweze kumrejesha katika mtandao. Ikumbuke kwamba Sarungi yeye unaweza kumfuatilia ndio, lakini kwa mataifa mengine, lakini Tanzania huwezi kumpata. Kwa hivyo vile hali ilivyo ni njia moja ya kuzuia maandamano, kwa sababu inadaiwa kwamba walikuwa miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakichochea maandamano kufanyika nchini Tanzania, na kwa sababu imepangwa kwamba kutakuwa na maandamano tarehe 9 mwezi wa 12 ambayo wanaita maandamano yasiyokuwa na kikomo. Hatujui kama yatafanyika, lakini kuna habari ambayo nimetumiwa hapa kutoka usimamizi ambao unazungumzia mambo ya maandamano. Nitatengeneza kanda ingine ya kuzungumzia hayo, vile polisi wameweza kutoa ripoti kuhusiana na maandamano nchini Tanzania. Nitatengeneza kanda nyingine. Kwa hivyo wanaharakati hawa, siri kubwa ya kuzimiwa mitandao ni kuzuia uchochezi, kulingana na vile serikali ya Samia Suluhu Hassan inadai, na kulingana na vile response ama majibu yametoka kutoka kampuni ile ya Meta ambayo inamiliki WhatsApp na Instagram pamoja na Facebook. What do you think? Kuzuiliwa kwa Mange Kimambi na Maria Sarungi kupitia mitandao, je, kunaweza kuzuia maandamano ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu 2025? Utaendelea katika sehemu ya maoni. Yani kuzuiliwa kwa wanaharakati hawa kwa mtandao, kuna uwezekano wa maandamano kukwama, kutofanyika? Utaendelea katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa unazama lakini hauja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, na kuomba tu uweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili upate kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ufahamishe kwa Mkenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.